Halo, katika jambo lolote unalopitia, maumivu yoyote unaopitia, jambo lolote gumu unalopitia, jua upo duniani kwa makusudi ya Mungu. Wakati mwingine kuna maumivu kutokana na kwamba yameruhusiwa na Mungu kwa ajili ya lile kusudi, ili ajitukuze kupitia hicho alichokuitia. Bwana wetu Yesu Kristo akaitwa kwa ajili ya kusudi, akapitia maumivu, akadhihakiwa, akafedheheshwa, akapigwa mijeleji, akavikwa taji ya mwiba, akatobolewa mikono na miguu, na angali ni mwana wa Mungu. Lakini Mungu aliruhusu lile kwa ajili ya kujipatia watu wake. Kusudi lile lilikuwa ni kuu sana, na maumivu yake yalikuwa si ya kitoto. Ni maumivu gani unaopitia leo? Yusufu akaitwa kwa ajili ya kusudi. Baba yake akaona huu ni mlango wa baraka kwenye familia, akampenda. Ndugu zake wakaona huyu ni kizuizi, ni kikwazo, wakamtenga. Akapitia machozi angali mtoto, akauzwa utumwani. Akafika utumwani, maumivu yakaongezeka tena. Alipofanywa hila na mke wa Potifa, akajikuta gerezani. Gerezani sio mahali pa kufurahisha, akalia. Lakini Mungu akajifunua kupitia yeye, akamfanya kuwa mtu mkuu sana. Kuna ukuu ndani yako, ndio maana hicho unachopitia. Sasa tunaweza kupita katika magumu kwa ajili ya mambo matatu. Mungu anaweza kuruhusu kwa ajili ya kusudi lake, lakini maumivu mengine tunaweza kuwa tumejikuta sisi wenyewe tumeyasababisha. Maumivu mengine yanaweza kuwa ni hataki ya ule mwovu Ibilisi. Lakini yote hayo ninataka kukuambia nini? Usije ukakata tamaa, ukazimia moyo. Ayubu akapita kwenye maumivu kwa utukufu wa Mungu. Usikate tamaa. Yamkini ni kweli ulikosea, kama Yuda alivyokosea. Yuda alikosea, lakini ujue katika kile Yuda alichopitia kilikuwa katika assignment ya kimungu. Sababu asingemsaliti Yesu, ingekuweje sasa kusudi la Yesu Kristo litimie? Ilibidi yeye ndiye achaguliwe katika ile assignment ya kumsaliti. Lakini maumivu yakawa mengi kwa Yuda, naye unafikiri mtu mpaka kufikia kujiua alikuwa jambo dogo? Akasikia ndani yake kutafunwa. Maumivu yakawa makali, amemsaliti mwana wa Mungu. Akaamua kwenda kujinyonga. Hakuwa na mwombezi. Nataka nikuombee siku ya leo. Yamkini unapita mahali kwa sababu ya makosa ulioyafanya, dhambi uliofanya, anguko fulani lilokutana nalo, au ni hataki ya ule mwovu Ibilisi, ili kwamba usiweze kwenda kule ulikotakiwa kwenda. Adamu akaikuwa kwenye bustani ya Eden na Hawa, lakini adui akawataki, akaingiza cha kwake ili kuwakosesha. Sijui wewe maumivu yako ni ya namna gani, lakini tunaenda kuomba. Kama ni kwa mapenzi ya Mungu, Mungu aachilie nguvu yake ndani yako ili uweze kusimama. Kama ni kwa mahali ulikosea, Mungu aridhie ili mkono wake ukaonekane, akakuvushe. Kama ni hata ule mwovu, yule mharibifu akashindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe unayepita kwa ajili ya kusudi la Mungu, mkono wa Mungu uko juu yako sasa. Mkono wa Mungu uko juu yako sasa. Pokea neema ya kuwezeshwa kushinda. Pokea neema ya kuwezesha kustahimili. Vuka katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya, reke monte mande moshete. Pokea uweza wa kiungu, kora mashita ya. Vuka katika jina la Yesu. Wewe ambaye umeonewa na ule mwovu Ibilisi, ninakutoa hapo katika jina la Yesu. Ninaharibu kila mpango wa giza, kila kusudi la uharibifu, kila shambulizi la adui, kila mtego wa kuzimu. Ukuachilie kuanzia sasa katika jina la Yesu. Toka kwenye maumivu, toka rabashakanta, toka kwenye machozi kora monte, toka kwenye majerari kamonta mande. Shinda katika jina la Yesu. Vuka in Jesus mighty name. Rimosheke. Baba, ninaomba neema yako ikamguse mtumishi wako. Kuna mahali alikuta amekosea, adui akapata mlango akampiga. Mungu wangu na baba yangu, wewe ni wa rehema na neema na msamaha. Inasogelea neema yako kwa ajili yake. Tazama ameshuka miguuni pako Baba, akiomba rehema zako na huruma zako. Mtakatifu, ninaomba neema yako inawezesha ikamguse, ikamvushe, akavuke
na kuinuka tena na kusimama tena, akaone thamani ya wokovu. Thank you Lord Jesus. Pokea neema ya kiungu. Rimashekentemonde moshete. Pokea neema ya kimungu. Kora mashanta ya mande. Imekuwa shwari in Jesus name. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Usikate tamaa. Usizimie moyo. Maumivu yasikuweze ukashindwa kabisa. Mungu akutumie msaada kwa jina la Yesu. Tu mtoto mmoja alimwambia baba yake, nipe mali yangu mimi niende. Akaenda, akajikuta ameingia mahali pabaya, akakosa kila kitu, akaingia kwenye maumivu. Lakini akakumbuka, akashuka, akasema nitamwangukia baba yangu, nimwambie baba, nimekosa mbele zako na mbele za Mungu. Na aliporudi, Mungu alimpa kibali kwa baba yake, akamfunika. Yamkini alikuwa amekondeana sana, amebaki mifupa, amechoshwa kwa kukosa usingizi. Alikuwa ni mtumwa, lakini hata katika utumwa ule alikuwa hapati chakula. Lakini alipogeuka, Mungu alimsaidia. Wewe uliyegeuka, Mungu amekusaidia. Shwari in Jesus name. Amen.